Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Daniel Godfrey Chongolo amesema serikali inatambua changamoto ya kushuka kwa bei ya mahindi kipindi cha mavuno kutokana na mazao mengi kuingia sokoni kwa wakati mmoja, hali inayowapa baadhi ya wanunuzi nafasi ya kushusha bei na kuwaumiza wakulima. Amesema serikali kupitia Wakala wa Taifa wa Hifadhi ya Chakula NFRA ipo katika hatua za mwisho za kuanza kununua mahindi kutoka kwa wakulima, hatua itakayosaidia kuimarisha bei ya soko na kulinda maslahi ya wazalishaji. Aidha, amesisitiza kuwa serikali itaendelea kuboresha mazingira ya biashara, kuhakikisha upatikanaji wa pembejeo bora na kushirikiana na wadau wote wa sekta ya kilimo ili kuongeza tija ya uzalishaji. Nimezungumzia hapa kuhusu bei ya mahindi. Mkasema iko chini, nisisitize. Serikali inaona hilo na inatambua hilo. Na changamoto imejijenga kwenye mambo mawili. La kwanza, msimu wa mavuno kwenye ukanda wetu wote ni msimu mmoja. Kwa hiyo wote tunapovuna mahindi yote yanaingia wapi? Sokoni kwa wakati mmoja. Na kwa hiyo kusababisha kuwepo na nini? Na mahindi mengi, na hivyo kuwafanya wanunuzi kutumia mwanya huo kuwalalia bei wakulima. Sababu za msingi za serikali kuanzisha NFRA au wakala wa chakula nchini, wa hifadhi ya chakula nchini, ulibeba dhamira ya kumfanya mkulima wakati anavuna kuwa na uhakika wa soko pale soko linapokosekana. Niwahakikishie tuko kwenye taratibu za mwisho, NFRA ataingia sokoni kununua mahindi. Naamini hiyo itasaidia wale wote wanaofikiri kuwalalia wakulima kurudi nyuma na kwenda kununua kwa bei itayokuwa ikinunuliwa kwenye soko, na wakulima watanufaika. Lakini nitoe wito kwa wakulima, mmevuna, hamna haja ya kukimbilia sokoni haraka. Uza mahindi kidogo kwa kiwango cha fedha ambacho unakihitaji kukitumia kwa wakati huu. Mahindi mengi hifadhi, uza wakati bei tayari imeshakaa vizuri. Wengi mnakimbia ili muwahi kwenda kuupooza moyo. Moyo utapoozeka hata kama una hela kidogo, baadaye utaupooza vizuri zaidi. Napenda kusisitiza kuwa mafanikio ya sekta ya kilimo yanategemea ushirikiano wetu sote. Serikali itaendelea kuboresha mazingira ya biashara, kuimarisha upatikanaji wa pembejeo bora na kushirikiana nanyi katika kutatua changamoto zinazoikabili sekta hii. Ninawahimiza muendelee kuwa washirika wa karibu wa serikali kwa kuendesha biashara zenu kwa uadilifu, weledi na uzalendo. Kwa kufanya hivyo, mtachangia kuongeza tija ya uzalishaji, kuimarisha usalama wa chakula, kukuza viwanda na kuongeza mchango wa serikali sekta ya kilimo katika uchumi wa taifa. Hata hivyo, alisema kwamba kupitia mfumo wa usajili wa wakulima na matumizi ya mfumo wa kidijitali wa mbolea za ruzuku, hali iliyopelekea mbolea kuwafikia walengwa na kupunguza mianya ya udanganyifu. Katika mwaka wa fedha 2026-2027, serikali inalenga kuhakikisha upatikanaji wa tani milioni 1.5 za mbolea nchini. Kampuni ya Mbolea Tanzania TFC pamoja na kampuni nyingine za usambazaji zinaendelea kuagiza na kusambaza mbolea kwa wingi ili kuhakikisha hakuna mkulima anayekosa pembejeo kwa wakati. Aliyasema hayo Julai 9 katika mkutano mkuu wa wafanyabiashara wa pembejeo za kilimo na mifugo mkoani Songwe uliowakutanisha wafanyabiashara zaidi ya 1000 kutoka maeneo mbalimbali ya nchi. Serikali itaendelea kutekeleza mpango wa ruzuku ya mbolea kama uwekezaji wa kimkakati wa kuongeza tija ya uzalishaji, kuimarisha usalama wa chakula nchini, upatikanaji wa malighafi za viwanda na kuinua kipato cha wakulima. Kupitia mfumo wa usajili wa wakulima na matumizi ya mifumo ya kidijitali, serikali imeongeza uwazi, uwajibikaji na ufanisi katika usambazaji wa mbolea ya ruzuku nchini. Mfumo huu umewezesha mbolea kuwafikia walengwa halisi na kupunguza mianya ya udanganyifu. Ingawa najua bado kuna shida kidogo mtandao na vitu vidogo, lakini hivyo vitu vinaendelea kuboreshwa na tunaamini muda mfupi ujao tutakuwa na mfumo bora sana. Niwasihi muendelee kutekeleza mpango huu wa ruzuku kwa uadilifu mkubwa. Hakikisheni mnauza mbolea kwa kufuata bei elekezi, mnatunza kumbukumbu sahihi na mnazingatia sheria zote za usimamizi wa pembejeo.
Kila mfuko wa mbolea unaomfikia mkulima anayestahili ni uwekezaji wa serikali katika kuongeza uzalishaji na kukuza uchumi wa taifa letu. Ndugu mawakala wa pembejeo, napenda kuwahakikishia wakulima wote kuwa hali ya upatikanaji wa mbolea nchini ni nzuri. Hivi sasa nchini tuna tani 248,617.21 za mbolea za aina mbalimbali zilizopo kwenye maghala ya wazalishaji, waagizaji na wasambazaji. Kati ya hizo tani 11,494.06 zipo mkoa wa Songwe na zinaendelea kuuzwa kwa wakulima. Ingawa ni chache sana ukilinganisha na uhitaji mlionao, ni watoe hofu, tutahakikisha mnapata mbolea kwa wakati na mbolea ya kutosha. Aidha, kati ya Julai na Septemba mwaka huu tani nyingine 313,800 zinatarajiwa kuingia nchini. Katika mwaka wa fedha 26/27 serikali kupitia TFRA imelenga kuratibu upatikanaji wa tani 1.5 milioni za mbolea ili kuhakikisha hakuna mkulima anayekosa pembejeo kwa ajili ya kilimo. Kati ya hizo, kampuni ya mbolea ya Tanzania Fertilizer Company TFC itanunua na kusambaza tani 220,500 kwa ajili ya mazao ya chakula na mazao ya biashara. TFC itaendelea kuimarisha usambazaji wa mbolea, kujenga uwezo wa kuchanganya mbolea maalum kulingana na mahitaji ya mazao na afya ya udongo, pamoja na kuboresha maghala ya uhifadhi wa mbolea nchini. Kiasi cha mbolea kilichopo nchini na kilichopo njiani kwa sasa, ikiwa ni maandalizi ya msimu wa kilimo wa 2026-2027 ni kama ifuatavyo, na ninawapatia picha kwamba msiwe na wasiwasi. Kampuni ya mbolea Tanzania TFC ndani ya hizi wiki mbili itaingiza DAP tani 33,000 na urea tani 40,000 ndani ya mwezi wa 8. Kampuni ya Yara Tanzania inaleta tani 81,788 za urea, KEN na NPK. Na ITG Input Limited inaleta tani 100,000, urea ikiwa ni tani 50,000 ambayo tayari sasa hivi wameshaanza kuiingiza, SCA tani 20,000 na kwenye godown wana tani zaidi ya 16,000, KEN tani 20,000 na MOP tani 10,000. Premium Agrochem Limited tani 8,000 za urea, Staco Agrochem Limited tani 4,000, Mohamed Enterprises Limited tani 50,000 ikiwa ni SCA tani 30,000 na KEN tani 20,000. Na bado wauzalishaji wa ndani wakiwemo Intracom pamoja na Minjingu na wengine wadogo wanaendelea na uzalishaji. Mimi ni Edgar Mbigili, hii ni Fin Media.